Hakuna, hakuna kama wewe. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Wewe ni Bwana, umeinuliwa. Hakuna kama wewe. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakutukuza na ninakuinua kwa ajili ya ibada hii. Bwana wa majeshi, nakabidhi kila mmoja mikononi mwako. Tunaposhiriki neno lako, naomba Bwana wa majeshi ukaweze kunena na mioyo yetu. Bariki watu wako popote walipo katika nchi yetu ya Kenya na hata wote walio nje ya Kenya, Mfalme, kwa kubali kunena na wao. Asante kwa ajili ya ibada hii, na asante ni kwa ajili ya kibali chako. Bwana wa mbinguni utukuzwe na hata uhimidiwe. Na bariki kila mmoja, Mfalme, tunaposhiriki neno hili, ukaweze kunena nasi katika jina la Yesu. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Katika jina la Yesu tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Mahali popote ulipo, basi karibu sana kwa ajili ya ibada hii ya siku ya leo. Na jina langu ni Apostle Daniel HM. Na hudumu na kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry. Kwa neema zake Mwenyezi Mungu ametupatia kibali hicho ili tukaweze kufanya kazi ya Mungu. Basi ninakukaribisha ili tukaweze kubarikiwa pamoja kwa ajili ya ibada hii. Na ninaamini ya kwamba Mungu ataenda kukubariki na ataenda kunena na wewe kwa njia kubwa, kwa sababu yeye ni mwaminifu wakati wote. Siku ya leo nataka kuongea neno la Bwana. Nataka kufundisha, maana napenda kufundisha sana, kwa sababu katika mafundisho ndio watu hufunguliwa na ndio uona Mungu. Ndiposa leo nakufundisha ili uweze kupata kwa njia ya kuinuliwa na Mungu. Basi siku ya leo nataka kufundisha neno la Bwana ambao kichwa chake ni how to access God. How to access God. Nianze na kupeana mfano mzuri ya kwamba leo hii ukitaka kwa access rais wa nchi, ni lazima kukuwe na mipango na mikakati ya kumfikia. Hauwezi tu kaamka tu hivi from nowhere ukaingia ndio yule State House. Kuna njia ya kumkaribia rais wa nchi. Vile vile basi, vile ambapo unakuta kwamba kuna njia ya kufikia kiongozi yote yule, vile vile basi pia kuna njia ama kuna mikakati jinsi ya kuweza kufikia Mungu. Vile tujuavyo kwamba tunaamini ya kwamba Mungu yuko, lakini na tunaamini kwamba yuko mbinguni, lakini hatujaifika mbinguni na tukakutana na yeye tukamwambia mzee, leo basi tumekuja hapa na leo tunataka chai, tunataka ugali ama sima na nini hiyo. Hatujafika huko, but tunamwamini ya kwamba tutakapoomba atatupatia. Basi that's why today I want to talk about how to access God. Njia gani ya kuweza kumkaribia Mungu. So ninataka kupatia vipengele kadhaa ambazo zitakazo kusaidia kwa ajili ya kuweza kumkaribia Mungu, or how you can access God. So even if you are a Christian, even if you are saved, you have to understand there is a procedure to access him. You cannot come from nowhere and to reach to God. You have to know the procedure how to access. Wale wafalme wa giza wako na mkubwa wao, si kila mtu wafikia. Kuna njia ya kufikia wakubwa. Basi vile vile katika ufalme wa Mungu
kuna mkubwa wetu ambaye ni Baba wetu wa mbinguni. Kuna vipengele ama kuna njia ambazo za kutusaidia kumfikia. Na ndipo nataka nikufundishe, number 1 is prayer and fasting. How you access God. You have to be a prayer warrior. You love to pray and to fast. Very hard to do so, my brother. It will be so hard to reach him or to access him. So you have to pray and fast. From the book of Matthew chapter number 7 verse number 7, my first one here inasema kwamba ombeni nanyi mtapata, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. So kuna njia ambazo za kuweza kuaccess Mungu. Na njia hizi za kuaccess Mungu mojawapo ni kwamba prayer and fasting. Wakati ambapo unapoomba na kufunga, inakurahisishia kukutana na yeye. Inakupatia njia rahisi ya kuweza kumfikia, ama kwa njia nyingine kwamba ukapata kumkaribia. Kwa hivyo lazima uwe mtu ambaye unaelewa the secret of prayer and fasting. From the book of Nehemiah chapter number 1 verse number 9, chapter 9 and verse number 1, Nehemiah. Tamanio langu ni kwa nini nakufundisha hii, so that you can know jinsi ambapo unaweza ukamkaribia Mungu. Bwana asifiwe sana. Nehemiah chapter number 9 and verse number 1. Biblia inasema hata siku ya 24 ya mwezi huu wana wa Israeli wakawa wamekusanyika wakifunga, wenye kufaa magunia na kujitia udongo vichwani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni wana wa Israeli walipata kufunga na kuomba. Maandiko yanasema kwamba wakakusanyika. Thank you so much for those people watching me. Wakakusanyika wakaweza kufunga na kuomba. Maandiko yanasema kwamba wakafaa magunia. Hawakufaa mavazi kama hizi tumefaa leo. Leo hii unajua ningekuja hapa nikiwa uchi, watu wengi wangenitazama. Kila mtu anataka kuona ni nini hii niko uchi. Mpaka mahali hakutakikani kuona, wataona hapo. Kwanza hapo ndio watataka kuona sana. Lakini kwa sababu ni neno la Mungu, watu huwa washughuliki. Maana watu wanataka kusikia duniani, lakini hawataka kusikia Mungu anasemaje. Basi kwa wale ambao mnataka kusikia Mungu, ndio nimekuja nifundishe. Hawa ni wana wa Israeli wamekusanyika. Na wanapokusanyika, maandiko yanasema kwamba wakakusanyika katika siku 24 ya mwezi, wakiwa wanaomba, wakifaa manguo za magunia na wakijipaka matope katika vichwa vyao. Kuna watu ambao leo umeenda kanisani lakini umerudi ukiwa msafi vile ulivyokwenda. Maana hakuna saa umepiga magoti ukimulilia Mungu wako. Hakuna saa umejinyenyekesha ukililia Mungu wako. Umeenda vile ulienda na kiatu kako kamerudi hivyo hakana vumbi. The way you go, you came back the same. But you are expecting to reach God or to access God. It is impossible to you. It is very hard. Let me tell you the truth. Hawa ni wana wa Israeli walikataa mavazi yao wakafaa magunia. Hawakuona nywele zao vile wameshuka vizuri. Hawakuona nywele zao vile wamelea vizuri. Ilibidi wachukue matope wachipake katika vichwa vyao. Yaani ni kwamba wachikatae wao. So you need to pray and fast if you need to access God, my brother and my sister. Kuna njia ambazo zinaweza kumfikia Mungu. Mungu hapatikani vile tunavyofikiria. Mungu hapatikani vile tunafikiria tukienda kanisani, Mungu ako hapo na tumempata hapo. Tunaweza tukamkuta hapo na tukamwacha hapo. Na akapaki vile alikuwa. Baka tutafute njinzi ya kuweza kumkaribia. Unaweza ukakuwa katika kanisa smart sana, lakini you cannot access that God of that church. Hauwezi uka access.
Lazima utafute njia ya kuweza kufikia ama kukaripia huyu Mungu. Na ndio maana kufundisha mtu wa Mungu uelewe. So number one, you have to pray and fast. Wana wa Israeli Maria sema kwamba wakakaa katika kukusanyika, wakafunga na kuomba, wakimulilia Mungu wao. Hawa ni wana wa Israeli. Na wewe lazima uelewe ya kwamba unahitaji kutafuta, kufunga na kuomba kwa ajili ya kumulilia Mungu wako. Tuende katika kitabu cha Esther chapter number 4 and number 3. Chapter 4 verse 3. Maria sema, basi wachakazi wake Esther na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia wakampasa habari. Naye Malkia akahuzunika mno, akampelekea Mordekai mafasi ili kumfika na kumuondolea gunia lake. Lakini tuendelee. Turudie hiyo mstari. Naye katika kila jambo ambalo amri ya mfalme na mbiu yake amewasi, balikuwa wako msiba mkuu kwa Wayahudi na kufunga na kulia wakiomboleza hata na wingi wa kara juu ya gunia na machifu. That's chapter number 3 and chapter 4 and verse number 3. Hao watu wakaweza kufunga, wakavaa magunia, walikuwa wanaomboleza wakiwa wanamulilia Mungu wao. Basi verse 4 inasema wachakazi pia wakafunga. Kwa hivyo inahitaji wakati wachungaji wanapofunga, hata washirika wao wafunge, wakapate kumulilia Mungu wao. Lakini wewe umeacha pastor wako ndiye anakufungia, wewe hutaki kufunga. Wewe ukifunga siku moja unasema tumbo inauma. Ukifunga siku moja umepita kwa mitura usakura, hata hujui kama unakuranga punda. Ukipita tu hivi kwa mahali kuna vyakula vimechomwa barabarani, wewe unachukua tu, unaokota tu, unaweka kwa mdomo. Hata hujui ni nini hicho kimepikwa. So long as wewe unaona ni chakula, haujui labda hata unakula nyama ya mtu. Ukipita kidogo ukipata kimaindi umeokota. There is no day you can fast and pray. You are waiting your pastor to pray for you. How can you access God, my brother, my sister? Wewe hutaki kujitenga. Useme leo sitaki kulala kwa kitanda, ulala hata chini uchitenge. Uchinyime, ukamlilie Mungu wako. How can you access God? So you need to pray and fast. Turuke pale verse number 16. Verse 16 hapo Esther chapter 4. Uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Susani, mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wachakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Nami nikiangamia na niangamie. Esther ameandika barua, amepelekea Mordekai. Amemwambia nenda ukafunge na watu wako, na mimi nitafunga hapa, na mfunge kwa ajili yangu mimi. So ni wangapi leo hii wanafunga kwa ajili ya pastor wao? Unafunga unasema unaombea pastor wako. Mara ngapi umefunga? Unafunga unaombea inji yako. Unafunga unaombea kanisa lako. Unafunga unaombea jamii yako. Sasa Esther anawaambia Mordekai, nenda mkafunge kwa siku 3, msikule usiku na mchana. Na mnapofunga, mnapokaa katika maombi, nami na wachakazi wangu tutafunga. Na tutaenda kwa mfalme na kinyume na sheria, maana kulikuwa ni kama lazima mfalme amuite. Kama vile Ruto aliita wa Kolino. Hawangeamka hivi tu waende State House. Lazima Ruto angewaita ndio waende. Sasa leo ukiamka ndio huyo unaingia tu State House, hata kama ni public.
hauwezi ukaingia. Lazima kutakuwa na sheria. Ni nini unaenda kufanya hapo? Basi naye Mordekai na Esther Malkia wakasema ya kwamba basi tufunge. Na Esther akamwambia kwamba nitaenda kule State House. Ijapokuwa ni kinyume na sheria ambayo imewekwa na mfalme, basi nitaenda, kama nitaangamia niangamie. Na wakafunga katika siku 3, kukula na kukunywa ilikuwa ni mbali kwao. Wakakaa wakiomba na kufunga. Na Biblia inasema ya kwamba wakati walipofunga wakamaliza, basi walienda katika Esther aliingia. Na mfalme akamwambia niombe chochote unachotaka. Hata kama ni nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Na alienda kinyume na sheria. Lakini katika maombi na kufunga, hapo ndipo ali access kuingia katika State House. Kuna vitu ambazo mpendwa unahitaji ufanye ili ukapate kwa access Mungu. Lazima ufunge na kuomba. Ukamuaminia Mungu wako katika maombi na kufunga. Hata kama hujui kufunga, jaribu kufunga hata kama ni 3 hours peke yake. Amua tu useme leo sikunywi chai na lunch sitakula. Basi ufunge na uende mpaka hiyo ukule saa 12. Ama uamue kaseme leo sitakunywa chai. Leo nitakula lunch na ukule lunch. Na lunch nao usiokote mpaka ulipishe kisasi ya asubuhi. Unakula kiasi sasa. Unasema leo maana nimechiimba, wacha leo sasa lunch nami nikakula hata kama ni mandazi mlimbili hapo. Ama nikule ndizi tu mbili. Ama useme leo wacha nikule tu sapa. Unachiimba. Si kwamba umekosa chakula. Chakula uko nayo. Lakini unajaribu kutafuta kuweza kumkaribia Mungu. Esther akafunga siku 3. Na alikuwa ni Malkia. Ni mke wa mfalme. Lakini anafunga ili akapate kumkaribia. Sasa na wewe lazima uelewe ya kwamba kuna mambo ambayo mpendo unahitaji kufanya, ufunge na kuomba ili ukapate kumkaribia Mungu wako. Hawezi kumkaribia tu Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu. Mungu kuna vitu ambazo ufuatilia. Kuna mambo ambayo usingatia. Maana si wewe tu unamtaka. Kuna watu wanamtaka. Sasa lazima ajaribu kuangalia ni nani huyu ambaye ananitafuta. Ananitafuta kwa njia gani? Nini anachotaka? Baka ukae katika kufunga na kuomba. Bwana asifiwe sana. In the book of Psalms chapter number 109 verse number 24. Psalms 109 verse number 24. How many days do you pray and fasting in the year? Psalms 109 verse number 24. Inasema magoti yangu yamedofu kwa kufunga na mwili wangu umekonda kwa kukosa mafuta. Mwili wa Daudi umekonda kwa kukosa mafuta. Na mafuta yamepotea wapi? Mafuta yamepotelea katika kufunga. Maandiko yanasema kwamba na magoti yake yamedhoofika. Katika version nyingine nasema magoti yangu yamedhoofu kwa kufunga. Magoti yamekosa nguvu. Mtu akifunga hata ukimpeleka kidole hivi anaangukanga. Hana nguvu. Kuna time ninafunganga 40 days. Na si rahisi ujue nimefunga, lakini ukiniangalia vile anatembea utaona huyu mtu hana nguvu. Kuna siku nimeifunga 40 days. One of my cousin akaniangalia, akaniita jina langu. Akaniuliza, na hata kuniita pastor. Akaniuliza kwani kweli ile? Yaani hiyo ni kusema umechukura kwa njia nyingine, umepata HIV. Na sasa hiyo nimefunga, nimechinyima, ajui ninatafuta Mungu wapi. Ajui kwa nini nafunga. Lakini yeye haoni kufunga. Yeye anaona kukuliwa na HIV. Na zingine unakuta unafunga mpaka unakuta una nguvu kabisa. Hata ya kutembea kwa milima unakuta kabisa inakuwa stress. Kuna wakati nilikuwa nafunga mpaka 40 days. Sasa zingine unakuta nimeenda kule Gorilla. Ninafunga hapo na huko hakuna hanga nyumba. Huko watu wanaranga kwa uwanja na zile mashimo huko. Hizo ndio watu ulala. Na ukilala usingizi sana, maji ya kicha yatakupepa basi.
Maana yale maji yanaenda yakirudi. Sasa yakikupata basi umelala yanakupepa yanaenda nawe. Sasa ulikuwa unakuta nikirudi siku moja nikawa nimeenda katika hiyo maombi usiku. Sasa nikawa ninarudi saa 11. Nikakutana na maaskari njiani, wakasimamisha gari yetu. Wakatuuliza mnatoka wapi? Tukamwambia tunatoka mlimani. Tuko na wanawake hapo ndani. Wakaona kama ni walevi wanatoka kwa paa. Wakatauliza kwani mnatoka wapi? Tukamwambia sisi tunatoka mlimani. Tumetoka kuwaombea hata sisi. Wakauliza pastor wenu ni yupi? Unajua mimi nafaanga vile nimefaa hivi. Wale washirika kwa sababu wao wakasema haraka ni huyu. Na mimi sasa hiyo ndio nilikuwa nimekaa mbele. Basi wakasema huyu ndio pastor. Sasa kulikuwa na askari Muislamu hapo. Akaniambia toka nje. Nikatoka. Kaniuliza hivi ndivyo mnapepanga watu, mnaambia watu wafunje sheria, maana tulikuwa extra mtu mmoja katika ile gari. Kaambia hakuna sheria tumefunja, lakini kwa sababu ya usiku na licha kwamba hiyo atungemwacha nje. Sisi tuingie kwa sababu gari inapepa watu namba hiyo. Basi akaniuliza wapi Biblia? Nikamwambia Biblia ndio hii. Akaniambia basi uko na uhakika unatoka mlimani? Nikamwambia sika anointing. Nilipochukua anointing kulikuwa na kijana hapa alikuwa anaitwa Francis Ketaka. Akachukua ile anointing akanipatia. Aliponipatia yule askari akauliza, "Kwani unataka kutupaka mafuta? Sisi hatutaki mafuta yako." Nendeni. Tukatoka tukaenda. Na sasa hiyo nasikia kabisa sina nguvu. So you need to pray. Ufunge katika kuomba mpendo. Ili ukapate kuaccess Mungu. Daudi anasema kwamba mwili wangu, magoti yangu yametofika. Ni kwa sababu ya kufunga. Mwili wangu umekonda kwa kukosa mafuta. Wacha wewe umekonda kwa sababu ya mshene. Wewe umekonda tu kwa sababu ya fitina za watu. Daudi anakonda ni kwa sababu ya kukosa mafuta. Na mafuta yamekosa kwa sababu ya kufunga na kuomba. Unajua kuna zoezi nzuri hata daktari wana advice. Zoezi mzuri ambayo inakufanya usinone mafuta ichae. Yaani unakuta mpaka kwa mlima ukipanda unaema. Basi prayer and fasting. Hata kama hujui kuomba, basi funga ukiomba kwa lugha ya mama yako. Mungu anasikianga lugha zote. Wewe hata kama unajua tu kikisi yote, wewe robokanga hiyo yote. Mungu anasikia na hiyo. Hakuna lugha yenye asikii. Juzi Mungu alikuwa ananiongelesha Kikuyu. Kwani nikashindwa? Kwani Mungu umefikiria aje kuniongelesha Kikuyu? Na mimi si Kikuyu. Akanipatia wimbo hapo, nikaanza kuimba ya Kikuyu, na mimi si Mkikuyu. Lakini alijua ya kwamba ninapomwongelesha hii lugha atasikia, na akona mke Kikuyu atamwambia inasema nini. Mungu hakuna lugha yenye hawezi akaunderstand, na hakuna lugha hawezi ongea. But inategemea jinsi gani hapo unaweza ukamuaccess. Bwana asifiwe sana. Accessing God. Hauwezi ukamfikia Mungu hivyo tu. Daudi amekonda ni kwa sababu ya kufunga. Daudi amekosa mafuta ni kwa sababu ya kufunga. Daudi amekosa nguvu katika magoti yake kwa sababu ya kufunga. Na Daudi ukumbuke ni mfalme. Bwana asifiwe sana. My brother and my sister, unahitaji kujinyenyekea mbele za Bwana na kufunga na kuomba. Luke chapter number 2 verse number 7. Sitakusomea verse zote. Maana nataka nikusomee, nikufundishe katika hiyo topic angalau niweze kuona kama naweza jaribu kulikava, because nataka kupatia 13 points za kuweza kuaccess Mungu. Luke chapter number 2 verse number 7 inasema, naye ni mjane wa miaka 80 na minne aondoki katika hekalu ila kuabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Atoki for 84 years. Huyo mama atoki katika hekalu. Na ni mchane. Ni mchane. Na atoki katika hekalu la Mungu. Anafunga na kuomba. Na wewe bado si mchane, uko na mume lakini huwezi funga. Uko na mke lakini huwezi funga.
Uko na watoto lakini huwezi funga. Huyu mchane hata hakuna mahali tumeandikiwa ya kwamba alikuwa na watoto. Hakujaandikwa. Lakini alifunga akiomba atoki katika hekalu la Mwenyezi Mungu for 84 years. Akiwa mchane. Ni nini huyu mama alikuwa anatafuta kwa hekalu? Yeti wewe uko na kila kitu unafaa kuombea but uombi. Huyu maana yeye tayari mume wake asa kufa. Hawezi akakuja kuombea mume wake. Lini wewe ulifunga ukiomba kwa ajili ya mume wako abadilike? Ulifunga lini ukiomba kwa ajili ya mke wako? Wewe unajua tu kumuongelesha ni kumuongeleza love na kumfukuza aende kwao. Hiyo ndio unajua kumbadilisha. Na kuchukua rungu na kumtandika mke wako. Hiyo ndio unajua kumbadilisha. Lakini ni mara ngapi ambapo umefunga ukiomba kwa ajili yake? Huyo mtoto mwenye unasikia anakukura akili, siku ngapi ambapo umechukua ukifunga ukiomba kwa ajili yake? Ukiambia Mungu badilisha huyu mtoto, siku saa gunia nilizaa mtoto. Mara ngapi umefunga ukiomba kwa ajili yake? Wengine wamefungwa magereza kwa sababu wazazi wao they are not responsible. Hawafungi wakiomba kwa ajili ya watoto wao. Wao wanajua ni kupeleka watoto shule mzuri. Wanajua watoto ni kuwanunulia vitu vizuri, lakini hawajui kwamba kuna secret in prayers. Wakafunga wakiomba kwa ajili yao. Kenya yetu mahali inaelekea pasipo kufunga na kuomba, sijui kutaelekea wapi. Kunahitaji watu ambao wanaweza amuka, waombe na wafunge kwa ajili ya taifa la Kenya. Kwa ajili ya taifa la Kenya. Hiyo 2027 tunaongojea. Wengine tuko 1 term, wengine tuko 2 term. Basi tuombe. Tusipoomba basi kuna wale watanyanyaswa. Kuna wale ambao wataturumiwa. Bwana asifiwe sana. Kunahitaji watu ambao wanaweza wakaamuka na wakuomba. Wakamulilie Mungu wao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lazima uelewe mtu wa Mungu ya kwamba katika kufunga, twende John chapter number 11 verse number 22. John chapter number 11 and verse number 22. I'm talking about how you access God. 11 verse number 22. Inasema, lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomuomba Mungu, Mungu atakupa. Yeyote utakayemuomba Mungu, Mungu atakupa. Kwa hivyo tunapoomba na chochote tunachokiomba wapendwa, Mungu atatupatia. Mungu wetu si atumani. Mungu wetu si kwamba hawezi akatupatia, but hatuombi. Na kama tunaomba vibaya. We need to know the way we can pray. Jinsi gani ambapo tunaweza tukaomba na kufunga kwa ajili ya kumlilia Mungu. Ukiona kwamba unaomba maombi na maombi hayajibiwi, basi hayo maombi unaomba kwa sababu ya tamaa zako. Uombi kulingana na mapenzi ya Mungu. Nimekufundisha hapa to pray the will of God. Kuna watu ambao wanaomba kwa mapenzi yao, hawaombi kwa mapenzi ya Mungu. Yesu anasema niondolee hiki kikombe mzee. Kama unapenda hiki kikombe uniondolee. Lakini si kwa kutaka kwangu, ni kulingana na wewe. Na ni Yesu mwana wa Mungu. Lakini anaona kwamba wacha niombe kwa mapenzi ya Mungu. Kama ni wewe ungelaani Mungu mwambie, kama Mungu kama ni hivyo mimi sikutaki. Ungeimba ukisema ni 1 time Mungu. Sasa Mungu naye tungemwimbia 1 time. Lakini sasa Yesu anamwambia ya kwamba wewe mzee, mimi niko hapa na hii kikombe kweli imekuwa kikali sana. Lakini hata licha hivyo, basi hii kikombe ukipenda kiniondoke. Ama basi kwa mapenzi yako. Kwa hivyo Yesu hakutaka kikombe kiondoke vile anataka kwa sababu ni uchungu. Alitaka iondoke kulingana na Mungu. Sasa na wewe kuna mambo ambayo unapitia, unahitaji umwambie Mungu niondolee kwa sababu vile unataka. Kuna mambo ambayo unahitaji umwambie Mungu niondolee hivi vile unataka. Na kuna ingine Mungu anataka akuachie ili ukae nayo ikufundishe kunyenyekea. Because many people, kuna watu ambao mmejaa kiburi, ignorance. Imejaa kwenu. Sasa ndio Mungu akunyenyekeshe, lazima akupitishe kwa machungu mpaka useme Yesu ni Bwana. Kuna mambo ambayo Mungu anaachananga nayo. Na si kwamba hakutaki, anakutaka sana na anakupenda sana.
lakini anakuachia ikusukume mpaka ikufikisha kwa ukuta. Leo kuna mambo ambayo Mungu amenifundisha kupitia mateso mpaka inafanya mtu akikuja kwangu akiniambia, mchungaji, kuna mahali napitia, ninamsikiliza. Nikisikia leo hii kuna mtu ako mgonjwa, siwezi kosa hiyo hospitali kwa sababu ninajua nimefundishwa katika hiyo magonjwa. Lazima niende nimtie nguvu, nimwambie my brother and my sister, Mungu atakutoa hapa. Kuna siku moja nimekuwa nikienda hospitali na hata huyo mtu simjui. Mimi nilikuwa napita tu. Nikakutana na mwenye ninajua. Ananiambia kuna mama ako hapo hospitali. Na ako kwa ICU. Si tuende tu muombe. Huyo mama simjui, sijai muona na ni Maasai. Mimi simjui hata si kabila yangu. Nikaenda nikamuona. Nikamwambia Mungu, huyu mama asikufia hapa. Umtoe hapa na si wetu. Because nimewahi fundishwa katika hiyo kupitia mateso. Nimewahi kuwa mgonjwa mpaka watu wakoto wakasema huyu anangojea siku ya kufa, wakaenda kupalilia mahindi ili nikikufa mahindi yao isiharibike na majani chai. Sasa nilienda nikaombea yule mama na Mungu akamtoa kwa ile kitanda. Akakula, sasa amerudi katika ward. Sasa nikawa bado naenda kumuona na hata simjui. Mimi hata siku hiyo ndio nilijua jina yake wakati nimeanza kwenda hapo. Sasa wakawa wakiniona tu nikipita, waniambia mtumishi kuja rafiki yako bado anaendelea vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya kwamba Mungu amenifundisha katika mapito. Hakuna mapito ambayo sijapitia mimi. Kulala njaa nimelala, kukosa mavazi nimekosa, kufungiwa nyumba nimefungiwa. Kuna siku moja mke wangu amefungiwa nyumba na mtoto wake. Na mtoto sasa yako na miezi ngapi? 4. Na mtoto sasa hiyo wanafungiwa kwa nyumba. Mimi niko nje, wao wako ndani. Na sasa hiyo mimi ni mhubiri, usifikirie mimi nilianza kuhubiri nikiwa kijana. Sijaanza kuhubiri leo, nimehubiri nikiwa kijana mimi. Nimeoa nikiwa ninahubiri injili. Sasa baba ako ndani na mtoto. Na mimi niko nje. Sasa hata wakitaka kupika, watapikaje? Maana wako ndani na vitu zote ziko nje. Hakuna vile wanaenda kwa duka wachukue kitu. Sasa ninaelewa mtu akiniambia leo nyumba imefungwa, najua kufungiwa nyumba ni kusema aje. Hata siku ile Mungu atanifanya rando, siwezi fungia mtu nyumba. Maana nimepitia hapo. Lakini kuna watu ambao hawachapitia mahali. Sasa hawa ndio wanakuanga ignorance. Ndio kiburi imewajaa. Yesu anasema nionelee kikombe mzee. So you need to pray. Chochote ambacho unachokiomba mpendwa, Mungu ujibu. Maria anasema kwamba omba chochote naye atakupatia. Kwa hivyo hakuna kitu Mungu hawezi peana. Hallelujah. Ikiwa tutaomba vizuri, Mungu atatupatia. So you need to pray and fast to access God. Number 2, to confess your sin. Confess your sin. Kuna watu hufanya dhambi na wa confess dhambi zao. Wanaenda wakiambia Mungu, Mungu ukitaka, Mungu nisamee dhambi zangu zote. Mungu asameangi dhambi kioliseli. Mpaka umwambie kama uliifa. Kama uliipa, mwambie niliipa. Wewe unaendanga tu unatupa hapo kioliseli kama pucheri. Mungu hafanyangi kitu kama hiyo. Lazima uende umwambie Mungu, nimefanya hii na nimefanya hii. Nimesin. Mwambie nimesin. Nimeipa, mwambie nimeipa. Wacha kujifanya hapo Mungu unaelewa. Anaelewa, acha na ulienda kufanya. Confess your sin. Ndio katika kitabu cha James chapter number 5 verse number 16. James ni Yakobo. Confess your sin. I'm talking about how you access God. James chapter number 5 and verse number 16. Biblia inasema, angameni dhambi zenu ninyi kwa nyinyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii. Na anasema ya kwamba nyenyekeni, na katika hiyo basi confess your sin. Angameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Kwa hivyo ni uenda uconfess. Leo Yesu Kristo ametupatia njia ya kuaccess kwake. Tukaweze kuomba msamaha kwake. Sio kama ile nyakati za zamani. Tulikuwa tunaenda kwa mafadha, tunapiga magoti hapo. Tunawaambia Father, nilikuwa nimefanya hii na nisamee. Tulikuwa tunatubu kwa Father. Leo tumepewa access ya kuingia kwa madhabahu.
tukamlilie Mungu hapo. Nyakati zile za zamani kulikuwa ni upee makuani. Makuani walikuwa wanafungwa kakamba kwa mguu, kwa nyororo. Kisha wanatumwa wanaenda kwa madhabahu, wanaenda dhabihu zetu. Wanapofika pale, basi aka kakamba ama kanyororo kamefungwa hapo, kamepaki hapa nje. Watu wanakuwa wanashikilia hapo. Sasa yule mzee akienda hapo, akikaa arudi, basi wanajua huyu alifanya dhambi. Sasa inabidi wafurute ili maana nao wakiingia wataenda. Sasa ilikuwa inabidi ya kwamba wafute kale kanyororo. Hizo ni zile nyakati zile kabla Yesu ataleta msamaha huu. But alipoleta msamaha tukapewa nafasi ya kuconfess our sin. Ya kuweza kukiri dhambi zetu, kuangama dhambi zetu. Na ndio maandiko yanasema ya kwamba basi kiri dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Kwa hivyo my brother, ukiwa unahitaji kufikia Mungu ama kumkaribia Mungu, ni lazima uelewe ya kwamba to confess your sin. To confess your sin. Verse John chapter number 1 and verse number 9. Verse John chapter number 1 and verse number 9. I'm talking about how to access God. Verse number 9. Inasema hivi, tukisiangama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na dhamiri udhalimu wote. Kwa hivyo tukiangama dhambi zetu, wewe umeafya mimba, angama umeafya mimba. Umeipa, angama kuipa. Mwambie Mungu nimeipa. Umeua, mwambie Mungu nimeua. Wacha kumwambia Mungu nisamee dhambi zangu zote. Hawezi samea zote, atasiacha zote. Lazima uconfess. Mimi kama Jenny nimefanya dhambi hii ya kufanya hii. You mention your sin. That is to confess. Kuangama ni kukiri. Unajua nimeifungwa gerezani. Kuna wakati ambapo unaona kabisa hii kesi sasa hakuna haja nyingine basipo kukiri. Nisipokiri nitaendelea kukaa rumandi hapa. Sasa inabidi ukiri. Unapokiri dhambi hiyo ambao chachi anakuulizanga. Anakuuliza fulani. Yes. Kama ni madam, yes madam. Kama ni sasa, yes sir. Kama ni yule anaitwa yes Lord. Sasa una confess. Sasa anakuuliza ulifanya tarehe fulani ulifanya kitu fulani. Ukisema ndio, basi sasa inamaanisha hiyo dhambi kweli ni ukweli ulifanya. Sasa hapo ndio chachi anasema basi wacha sasa hii tutarudi siku fulani kucha kutoa hukumu. Sasa anaenda anapiga hesabu ya ile kesi yako. Anasoma katiba anaona hii kesi inafaa kiwango gani ya miaka ama miezi ngapi. Sasa hapo ndipo unahukumiwa. Sasa hivyo ndivyo naye Mungu alivyo. Tunapoenda kwake ni tukiri makosa yetu, tumwambie Baba tumefanya na Sio kumwambia Baba tumefanya dhambi zetu tutupu zote. Not kiolsen. Ni kutupu dhambi one by one. Ni nini umefanya kwa Mungu? Ni utupu hiyo dhambi. Sasa anasema ya kwamba basi yeye ni mwaminifu iwapo tutatii na kuweza kuomba na kuangama dhambi zetu, basi hapo yeye ni mwaminifu atatusamea na kutuosha kwa dhamiri. Atatuosha. Hata tuacha na dhambi hizo, maana yeye ni mwaminifu. Kwa hivyo ni to confess our sin. Proverbs chapter number 28 verse number 13. Turudi hapo. Proverbs ni Methali. Wapendwa, kuna mambo ambao tunahitaji kuwa waangalifu sana katika dunia hii. Proverbs chapter number 28 verse 13. Chukua hapo Biblia yako na wewe usome. Verse 13. Nasema afichaye dhambi zake atafanikiwa, bali yeye asiangamae na kusiacha atapata rehema. Afichaye dhambi zake atafanikiwa. Sasa angalia dhambi gani ambayo umefanya na bado umeficha. Uliua, bado umeficha. Uliavya mimba, bado umeficha. Uliipa, bado umeficha. Ulipiga mtu kwa risasi, bado umeficha. Those sins you have sinned,
bado wewe umeficha. Maana inasema ya kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa hivyo umekosa kufanikiwa kwa sababu ya dhambi ambazo umeficha. Hakuna mtu aliyejua, lakini wewe unajua vizuri ya kwamba kuna dhambi ambayo ulioifanya. Na dhambi hiyo ambayo ulioifanya, hii ndio dhambi ambayo imekusababisha kuaccess Mungu. Maana inasema kwamba bali bali yeye asiangamae na kusiacha atapata rehema. Yule anayesiangama dhambi na kusiacha, those people who confess their sins, God they will forgive them. Kwa hivyo unapofunga mpendwa, na unapokuwa basi una confess, basi katika hiyo njia unamfikia Mungu. Maana Mungu ukutana na watu ambao ni watu wenye kuacha dhambi zao. Sio wenye dhambi. Mungu ukutana na wenye wamekiri dhambi zao. Bwana asifiwe sana. Dhambi usuia watu ku access Mungu. Hallelujah. Psalms chapter number 32 verse number 5. Psalms 32 and verse number 5. Nilikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotofu wangu. Nilisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotofu wa dhambi yangu. Daudi anakiri aje? Anasema ya kwamba nilikujulisha dhambi yangu. Alimjulisha dhambi yake. Kwa hivyo Daudi hakuficha hii dhambi. Yeye alikiri na akamjulisha Mungu dhambi yake, na akamwambia Mungu, mimi najua nimekosa. Dhambi yangu ni hii. Na hapo na wewe unafaa ujue ya kwamba dhambi yako ni gani. Uende kwa Mungu mwambie Mungu, dhambi yangu ni hii. Anasema ya kwamba nilisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotofu ya dhambi yangu. Kwa hivyo alikiri dhambi yake, hakuficha. Huyu ni Daudi, alikiri dhambi zake. Lakini angalia mpendo wa siku ya leo, dhambi aina gani ambayo umeficha? Dhambi ngapi ambayo umeficha? Umeficha dhambi zako. Na hizo dhambi ndio zimekuzuia kumuona Mungu. Hizo dhambi ndio zimekuzuia ku access Mungu. In the book of Isaiah chapter number 59 and verse number 1-2. Ile inasema kwamba mkono wake sio mfupi kiasi kwamba hutaweza kutufikia, wala sikio lake sio zito kiasi kwamba hataweza kutusikia, bali kwa sababu ya dhambi zetu zimetutenga mbali na uso wake. Kwa hivyo katika dhambi mpendwa, inakufanya you cannot access God. Mungu hapendi wenye dhambi. Wacha vile unajifariji ati Mungu ananipenda vile niko na dhambi zangu. Hakupendi. Ni nafasi amekupatia ya kutubu. Ni nafasi amekupatia ya kutubu. Anakupenda kama mtoto wake, lakini si kwa sababu ya dhambi zako unazofanya. Sasa wewe wengine anaona anafanya dhambi na Mungu amuulizi, anafikiria amuulizi. Mungu anakuongojea kutubu kwako. Ukiri kama Daudi ya kwamba mimi nimekuja Bwana, nisamehe dhambi zangu. So number 2 is to access God, is to confess your sin. Number 3, obedience. Obedience. Hakuna kitu ambacho kimekuwa kigumu kama obedience. Watu si watifu. Tuone katika kitabu cha Sefania chapter number 2 and verse number chapter 3 and verse number 2. Sefania chapter number 3 and verse number 2. Wapendwa, ni vyema uelewe ya kwamba Mungu anahitaji watu ambao wanaweza fundishika. Sefania chapter number 3 verse number 2. Ukitii sauti, ukubali kurudiwa, ukumwamini Bwana, ukumkaribia Mungu wake. Bwana asifiwe sana.
Kwa hivyo ukimwamini katika obedience, kuamini na kutii. Kwa hivyo katika kwamba kuweza kukubali kutii. Kutii. Obedience. Watu wengi wamekataa kutii Mungu. Angalia hata ndoa mingi zimevunjika ni kwa sababu ya kutotii. Angalia hata katika nchi yetu ya Kenya imeharibika kwa sababu ya watu kutotii. Hata watu wanapuuza kutii amri ya koti. Kutotii. Basi obedience is a key to access God. That's number 3. Wewe mpendo, lazima utafute njia ya kuweza kutii. Romans chapter number 6 and verse number 16. Romans chapter number 6 and verse number 16. Biblia inasema hivi, verse hii niko nayo siku ya leo. Amchui ya kuwa kwake yeye ambaye mnachitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake, wakati kumtii mumekuwa watumwa wake, yule mnayemtii kwamba ni mtumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni mtumishi wa utii uletao haki. Kwa hivyo yule mnayemtii, huyo ndiye mpendwa, mnakuwa chini yake. Kwa hivyo ikiwa tutatii Mungu, tutakuwa chini ya Mungu ambaye anayeleta haki. Bali sema kwamba yule mnayetii ndiye atakayeleta haki, ama atakayeleta nini? Utumwa wa dhambi. Kwa hivyo tunapomtii Mungu tunaweza kuleta haki. Tunatii na kunyenyekea. Hiyo inatuonyesha kwamba tunakuwa chini ya huyo Mungu ambaye tunayetii chini yake. Utii. Obedience. Kwa hivyo tukitii tutakuwa watumwa wa Mungu. Lakini watu wamekataa kutii, ndio maana si watumwa wa Mungu. Watu wamekataa kutii hata pastor wao. Na ndio maana pastor akisema kitu ampati. Because how can you access God yet you cannot obey? Obedience is the key to access God. Number 3. Bwana sio sana. Hebrews chapter number 5 verse number 8. Hebrews ni Waebrania. Obedience, my brother and my sister, itakusaidia katika kumfikia Mungu. Hebrews chapter number 5 and verse number 8. Biblia inasema hivi, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Ingawa ni mwana, Yesu Kristo alitii, alijifunza kutii katika mateso yale yaliyompata. Obedience. Na ni mwana wa Mungu. Lakini alitii kupitia yale mateso aliyopata. Lakini leo wewe pata mateso, hata hiyo nyumba utaiacha. Leo pata mateso, hiyo kanisa utaiacha. Wacha leo pata mateso, huyo Mungu utamuacha. Obedience. Maana inasema kwamba ingawa ni mwana wa Mungu, alitii kwa mateso yaliyompata. My brother and my sister, elewa ya kwamba obedience is the key to access God. How to access God? Bwana asifiwe sana. Tuende katika kitabu kile ambacho ni cha 2 Corinthians chapter number 29. Hallelujah. Lazima wapendo tuelewe hii. Wakati hapo tunapotafuta Mungu, kabla tuchangie hiyo wa Korinto, tuende katika Isaia 1 verse number 19. Kabla tuingie wa Korinto, Isaia 1 and verse number 19. Isaia 1 verse number 19 nasema hivi, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali, si kwa kulazimishwa. Kama mkikubali, mimi na wewe, kama tutakubali na kutii, tutakula mema ya nchi. Kwa hivyo tumekosa mema ya nchi.
kwa sababu ya kutotii. Tumekosa mema ya Mungu kwa sababu ya kutotii. Obedience. Tunapotii Mungu, tuta access kwake, tutamkaribia. Maana kama hatutaweza kukubali kutii, basi tutakuwa adui kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Obedience. Obedience. Romans chapter number 13 and verse number 5. Romans chapter number 13 verse number 5. Wapendwa, ni vizuri kujifundisha kutii. 13 verse number 5. Inasema, kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu, ila ni kwa sababu ya dhamiri. Si kwa sababu ya ghadhabu. Usitii mtu kwa sababu ni kwamba ni mkali. Usitii kwa sababu huyo mtu ni mkubwa. Tii kwa sababu ni haki. Ni dhamiri yako inakwambia kwamba tii. Kwa hivyo tunapotii, mpendwa Mungu, tukijua ya kwamba hatutii Mungu kwa sababu ya ghadhabu ile ama kwa ajili ambapo atatuadhibu, bali tukaweze kutii ni kwa sababu ni Mungu wetu ambaye dhamiri yetu inatuambia kwamba tumtii. Obedience. Hallelujah. Obedience. Obedience. Amen. Titus chapter number 3 verse number 1, Biblia inasema kwamba tuwakumbushe kwa kutii. Titus chapter number 3 and verse number 1. Nasema kwamba wakumbushe watu kutii. Kwa hivyo ninakukumbusha leo ya kwamba ukapate kutii. Ukapate kutii. Bwana asifiwe sana. Mpendwa, ni vyema ujifundishe katika kutii. Jifundishe kutii. Na unapotii, maandiko yanasema kwamba katika hiyo ndio unaweza kuta kwamba unakutana na huyu Mungu wako. Wakorinto, 2 Corinthians chapter number 2 verse number 29, samani. 2 Corinthians chapter number 2 verse number 9. Si 29. Biblia inasema hivi: maana niliandika kwa sababu hii pia, ili nipate bayana kwenu kwamba mumekuwa wenye kutii katika mambo yote. Mumekuwa wenye kutii katika mambo yote. Paulo anaongea na kanisa la Wakorinto. Huwa anawaambia kwamba haya yote mkapate kutii kwa mambo yote. Maana nimewaandikia kwa sababu ya hii pia, ili mpate bayana kwamba kwenu kwamba mumekuwa wenye kutii katika mambo yote. Verse number 10. Lakini kama mkiwasamea kusamea mtu neno lolote, nami nimsamee, kwa maana mimi nami nikiwa nimesamea mtu neno lolote, nimesamea kwa ajili yenu mbele ya Kristo. So ninamaanisha kusema nini ninaposoma hiyo verse? Another way to access God is forgiveness. Forgiveness. Msamaha. Msamaha. Kwa hivyo njia nyingine ya kuaccess Mungu ni msamaha. Kuna watu ambao hawana msamaha. Msamaha si sehemu yenu. Lakini Paulo anasema ya kwamba lakini kama mkiwasamea mtu neno lolote, nami nimemsamea, kwa maana mimi nami ikiwa nimemsamea mtu neno lolote, nimemsamea kwa ajili yenu mbele ya Kristo. Kwa hivyo tufundishane na kuelewa ya kwamba msamaha ukae ndani yetu. Ukikosewa na jirani yako msamee. Ukikosewa na bwana yako msamee. Ukikosewa na mke wako msamee. Ukikosewa na mtoto wako msamee. Ukikosewa na mzazi wako msamee. Ukikosewa na mtu yeyote yule umsamee. Forgiveness. Msamaha. The way you can access God.
When you forgive people, ukiwa mtu wa Mungu unajifundisha katika msamaha, umejifundisha msamaha, hapo ndipo utakuta kwamba unaweza ukaaccess Mungu. Unaweza ukamkaribia Mungu kwa sababu wewe ni mtu ambaye wa kusamea. Matthew chapter number 6. Twende Matthew. Kusamea watu. Msamaha. Hallelujah. Ni vizuri wapendwa tukaweze kujifundisha katika kusamaha. Katika msamaha hapo kuna mambo ambao watu wengi imewapita kwa sababu ya kutosamea. Hallelujah. Ni vyema tukaweze kusamea watu. Jifundishe katika msamaha. Turudi kwanza Matthew chapter number 5 verse number 23. Basi ukileta sadaka yako mbele ya madhabahu na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno na juu yako, uiache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba tukaweze kufikia Mungu ama kumkaribia Mungu, lazima tukaweze kusuluhisha mambo yetu kwa sababu ya msamaha. Yule ambaye amekukosea, tafuta njia ya kuombana msamaha. Ijapokuwa kuna watu ambao ni ignorance. Hata ukimwomba msamaha atasema hata kusamea mpaka siku ile anaenda mbinguni. Na mbinguni naye haendangi. Huyo ataenda tu chiandamu tere. Hata akikwambia tu mimi sitakusamea mpaka siku ile tutaenda mbinguni. Hakuna mbinguni ataingia. Wewe muache. Mbinguni mtaenda kukutana wapi? Na yeye alienda jehanamu. Bora wewe umefanya sehemu yako. Na kichwani si lazima mtu akoe msamaha ndio msamee. Kuna wengine hata kuomba msamaha ni ngumu kwao. Bodi Mwitaka anaimba wimbo moja anasema ya kwamba kuomba msamaha ni jambo la hekima. Sasa kuna watu ambao si jambo la hekima kwao kuomba msamaha. Kwa hivyo kuna watu ambao si wa kusamea. Paulo anaulizwa, iwapo mtu atakukosea, Yesu ndio walikuwa wanaenda kumuulizia. Wanauliza mzee, kwani wewe unatuambia na mtu akikosea huyu mtu msamee mara ngapi? Yesu akawaambia aje? Mtu akikusamea mara 7. Sabini. Yaani unaenda, anarudi anakusamea, anarudi tena anakukosea, anarudi tena anakuambia pole, anarudi tena anakukosea, anarudi tena pole. Imagine kwa siku anafaa kukosea mara 70. 7 times a day. 7 akukosea. Na arudi tena akukosea. Yaani 7 times 7. Huyo mtu amekukosea. Hebu hiyo ni 7 times 70. 4900. 490, yeah. So imagine huyo mtu amekosea 490 na anataka kumsamee. Na huyo ndio unafaa umsamee. Lakini kuna mtu amekosea tu kitu kimoja hivi na umemchukia na roho yako yote. Lakini kanisani you are a pretender. Unajua sisi mapasta tuko na uwerevu kidogo Mungu ametupatia. Tunaambianga watu salimia jirani yako. Si kwamba tunatakanga tu msalimiane, si msalimiana mtoka nje. Lakini hapa ndani tunatakanga kujua ni nani ambaye asalimii mwenzake. Sasa tunawaangalianga hapo. Unaona vile mtu anasalimia adui yake, anamwekeanga tu mkono, alafu amuongeleshe. Na hawezi smile hapo. Anampea tu mkono, alafu anaangalia mbele. Hata ni kama si yeye anasalimia. Hiyo tunajua huyu mtu na huyu hawaingiani. Ndio maana pastor wanaambianga watu salimia mwenzako. Sasa kuna watu ambao mtu amekusamea, amekukosea tu mara moja, lakini ukamchukia roho yako yote. Mbinguni ni mbali. Forgiveness. Bwana asifiwe sana.
Tuende pale Matthew, tulikuwa tunasoma chapter number 6 verse number 14. Kwa maana mkiwasamea watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni anawasamea nanyi. Bali msipowasamea watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamea nyinyi makosa yenu. Kwa hivyo forgiveness, it is the way to access God. But if in you no forgiveness, my brother, you cannot access God. My sister, you cannot access God. Always. Because God love forgiveness heart. Kwa hivyo msamaha, Paulo anasema ya kwamba basi mkiwasamea hao watu nami nitawasamee. Kwa hivyo ninawasamee na ninawasamee mbele ya Mungu. Kwa hivyo naye pia ni vizuri uelewe ya kwamba unaposamea mwenzako ambaye amekukosea, na wewe utasamehewa na Baba. Utasamehewa na Baba. Hakuna kitu mimi nilipendea Raila. Kitu moja hivi ndiyo ilifanya nikapenda huyu mzee. Siku nyingi mimi nimekuwa nikipigia huyu mzee kura. Kwa kitu moja hivi. Huyu mzee hata afanyiwe aje, anaipiwa kura leo na kesho baada anasimama na anasamea watu. If you can remember the time of Kibaki. Huyu mzee kabisa kulikuwa kunaonekana kabisa huyu mzee ameipiwa kura na kukawa na vita katika Kenya yetu sana. Lakini huyu mzee kovi ya nani aliwakalisha na mzee akakubali kusamea. Nilipenda huyu mzee juu ya forgiveness heart. Mzee Raila alikuwa na roho ya msamaha. Hata afanyiwa ache mpaka wakati ule wa maandamano karibu awawe. Lakini yeye baada alikuja mwishoe na akakubaliana na Ruto na akasamea Ruto. Lakini kuna watu wengine hapa ni wanafiki, hata hawana msamaha ndani yao. Hawezi samea mwenzake hata akimkosea kwa kitu kadogo. Anampepa mpaka hata anasema mpaka nikufe sitawahi kusamea. Na huyu mzee aliishi tu akisamea watu hapa. Tunafaa kujifundisha na Raila sana. Forgiveness. Yesu Kristo wanamtandika, wanamfunga minyororo hapo, wanamvalisha miipa, lakini katika hiyo kumtandika yote Yesu anasema wasamee Baba. Hawajui watendalo. Lakini wewe hata uchune tu hivi unachukia huyo mtu. Yesu anasema wasamee Baba, hawajui watendalo. Setufana anapiwa mawe. Na wakati anaenda ukata roho, Setufana anasema Baba usamee hao watu. Hawajui watendalo na wamemtandika. Yaani hawakujua wakimtandika. Walijua, lakini anasema hawajui kile wanachokifanya. Kwa hivyo hata kama wanaona wanamtandika, yeye haoni hiyo, anaona kama hawajui kile wanachokifanya. Kwa hivyo na wewe lazima ujifundishe my brother. Msamaha. Learn to forgive people. Learn to forgive. Jifundishe msamaha. Kuna watu hawata kufanyia vile unataka. Lakini jifundishe kusamea. Nimewahi jenga kanisa ikakamilika na hiyo kanisa ikachukuliwa. Na nilijifundisha kuwasamea. Na nikawasamea. Nimewahi jenga kanisa na nikiwa Nyeri na ikakapomolewa, nikakuta kila kitu imeenda na niliwasamea. Na usifikire kujenga kanisa ni 1+1 is a costly. Lakini katika hiyo yote niliwasamea. Nilipokuja nilifika hapo kwa hiyo uwanja nikashi. Kwani nikupotea nimepotea ama kumeenda aje? Wamepeleka, wamechukua kila kitu. Wengine wakaniambia siende pastor wastaki. Wakulipe hizo vitu zako na wakupatie muda wa kukaa hapo. Nikasikia roho yangu inaniambia waache tu. Usiwaulize hata waache, usiwapigie simu, hata usiwaiulize tena hiyo kitu. Nikasikia tu nimewasamea nikaachana na wao. Na sasa hiyo nimetumia pesa zangu, nimetumia pesa mpaka nimefika sina pesa. But I learn to forgive. So brothers and sisters, jifundishe kuwasamehe. Unapojifundisha kusamehe, hiyo ndiyo njia ya kuweza access God. Hiyo ndiyo njia ya kumkaribia Mungu. Forgiveness. Forgive. Learn to forgive. Msamaha. Hallelujah. Ukiwa na msamaha, ukisamea huyu anayekukosea. Tukisameana kama Kenya, tukisamea viongozi wetu,
tukisamea wananchi wetu, basi hapo ndipo tutakuwa katika hali ya kuaccess Mungu. Forgiveness. It will make us to access our God when we have forgiveness. Another thing, number 5 is what we call faith. Imani. Imani inasababisha watu kupata kumfikia Mungu. Hebrews chapter number 11 and verse number 6. Hebrews chapter number 11 verse number 6. Inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Imani. Kwa hivyo njia nyingine katika kumfikia Mungu wala ku access Mungu is to have faith in him. Ukimwamini Mungu akikaa hivi, angalia one unamwamini. Anakuambia njoo hapa nikwambie kitu. Kuja hapa nikuongeleshe. Because anaona unamwamini. Rais ambao tuko naye mamlakani siku ya leo, hawezi akaita Gachagua kamwambia kuja hapa, maana Gachagua muamini. Na hao wengine opposition, hakuna mtu anamwamini. Lakini wale wa upande wake, hii ndio serikali ya kwanza CS wanapiga siasa. Sijawahi ona kitu kama hiyo mimi. Lakini kwa nini wanamwamini huyo rais wao? Sasa ndivyo tumebandika sema kwamba tukimwamini, tunayemwendea, tujue ya kwamba yeye yupo na anawapa thawabu wale wanaomtafuta. Imani. Pasipo imani hatuwezi tukampendeza. Wapendwa, tujifundishe kuwa na imani. Na imani ni bayana ya mambo ambayo yatarajiwayo yasiyoonekana kwa macho. Hayaonekani. Imani si kitu ya kuonekana. Hadi Mungu ninaamini nitakuwa na gari uko nayo. Hiyo si imani. Imani ni ya kupata gari, ni gari yenye hata ujui utatoa wapi. Hata mwenye hata baisikeli yenyewe una, lakini unaamini kuwa na gari kama mimi. Naamini kuwa na gari kubwa. Na sina hata baisikeli. Imani. Unaamini unajenga bungalow na sasa hiyo hata kanyumba kanyansi una. Imani. Mimi naamini najenga kanisa kubwa cathedral na hata sina hata kanini ka milioni 1. Imani. Imani ni bayana ya mambo yatarajiwao yasiyoonekana. Mambo mingi mimi huwa naifanya by faith. Kuna siku moja nilifika mwisho kabisa. Yaani nilifika mwisho. Mpaka marafiki zangu wakakuja wakanisauli. Wakaniambia, pastor, unajua kuna wakati mwingine unafika mwisho mpaka unasikiza watu. Sasa hiyo tumefika mwisho na my wife. Tumekaa hivi sasa tunashinda. What can we do? Sasa hiyo mwenyewe ametuambia tuame nyumba, hatuna pesa, hatujui tutafanya nini. Sasa tumekaa. Rafiki wangu wengine wakakuja wakaniambia, pastor, fanya hivi. Hakuna haja ya kukaa nyumba kubwa. Tafuta kanyumba ka single room kama bati. Ya 1,000 ngapi? 600 ama 500. Uingie hapo. Ukisaingia hapo, sasa utaanza kujipangia hapo. Sasa mimi nikajiita kama mkutano. Nikasema yenyewe hii ushauri wa Benisauli ni mzuri na inanisaidia, lakini hata katika hiyo nyumba ya 1500 hawataenda kulipa. Na imani ni kwa bayana ya mambo yanayotarajiwa, sio yenye yanaonekana. Kwa hivyo ninatarajia pesa. Nikaamini Mungu, nikamwambia Mungu, ninajua wewe uko na pesa. Mimi sitaingia single room hata iwe aje. Sitaingia. Nikakataa. Nikaambia my wife, hatuingii single room. Wazazi wetu waliishi single room na sisi tuishi single room. Hakuna. Hatuendi single room. Hiyo ni madhabahu tutachenga hapa. Na watoto wetu wataishi kukaa kwa hiyo madhabahu. Hatuendi hapo. Na tukakaa. Na sasa hiyo mpaka tukaletewa mzee wa mtaa. Tutoke kwa hiyo nyumba. Tukakatiwa stima. Lakini tumekaa. But we trust God. Hatutashuka kuingia katika single room. Mungu sijui alifanya aje. Unajua imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mungu akagusa mama mwingine Nairobi.
akaenda kwa Equity Bank. Aka withdraw pesa kutoka Equity. Akaileta kwa line yake, akatuma kwa simu yangu. Akanipigia simu akaniambia, pastor, kuna mtu nilikuwa nataka nitumie hiyo sadaka. Lakini nikaona na wewe ni pastor, nikasikia nikutumie wewe. Na huyo mama sijui hata namba yake ilienda aje. Sijui. Aliponitumia hiyo pesa, mimi kesho yake naenda kuangalia namba, hiyo namba ikanikosa. Hakuwahi kunipigia tena. Na mimi sikupata namba yake tena. Lakini ile pesa alituma, hapo ndio tuliama. Hapo ndio tuliama. Bayana ya mambo yasiyoonekana. Na tukuingia nyumba single room, tulikataa. Na sasa hizo vitu tunahitaji kupepa, na tupepi na mgongo, tunahitaji kupepa na gari, na hatuna pesa ya kupepa. Lakini Mungu alitumana. Jamaa mwingine tu nilikuwa naye ile wakati wa utotoni, nilikuwa naendanga hapo na nunua KDF kwake. Naenda hapo na nunua KDF. Alikuwa naye anafanya kazi ya kupikia watu hapo KDF. Sasa mimi nikawa ninaendanga hapo. Sasa nikamkuta. Nikamwambia, bwana, kumbe ulibarikiwa na gari. Kuja unipepe vitu zangu ziko hapa. Kaniambia, pastor, kwani si ungeniambia mapema? Nikamwambia basi nimekwambia. Kaniambia nakuja saa 2 hapa. Na akakuja akanipepea. Imani ni bayana ya mambo yasiyotarajiwa. Kwa hivyo, yani mambo yani huyajui mambo yanayotarajiwa. Sio mambo yanayoonekana. Imani. Basi sipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Kwa hivyo mpendwa, mpendeze Mungu, to access him by faith. Hallelujah. Hebrews chapter number 11 verse 17. Soma hapo mstari wa 17. Inasema hivi: kwa imani Abraham alipochalipiwa kwa kumtoa Isaka awe dhabihu, kwa yeye alisipokea hizo ahadi, alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Kwa imani Abraham ndiye alimtoa Isaka. Kwa hivyo si kwamba Isaka alikuwa anajua ati Mungu anampatia mtoto mwingine. Lakini alikuwa anaamini nikimpatiana Isaka, Mungu amesema atanibariki. Na akaamua kupeana mzee. Akasema, mzee, kuja kijana tupanda hapa. Sasa kijana wanapanda na yeye kwa mlima. Kijana anaona amepepeshwa kuni hapo. Anajaribu kuangalia, anaona baba yake ako na kisu hapo. Sasa anashindwa, huyu mzee ananiambia tupanda hapa juu. Na ananiambia vizuri tunaenda kutoa sadaka. Na mimi nikiangalia hana mbuzi. Nikiangalia huyu mzee hana kuku. Nikiangalia huyu mzee hata hana kang'ombe. Sasa ni nani huyu anaenda kuchinja na hawezi chichinja? Kijana akafika mahali akasikia, hebu nikuulize mzee. Mzae, ninaona tuko na kuni na tuko na kisu, lakini sadaka iko wapi? Na Abraham alikuwa mwerevu. Akamwambia Mungu atajitolea huko mjuu. Tukifika huko. Wakaenda. Nani alikuwa anatolewa sadaka? Ni kijana. Kijana akaambiwa tandika hapa. Lala hapa juu ya madhabahu. Tuanza tunakuchinja saa hii. Na Abraham akaamua chinje kijana. Lakini kijana alikuwa ongei. Akamwambia sasa wacha vile utakaro. Abraham sasa anatoa kisu, anasema sasa, jamaa wewe enda kwa Mungu. Hapo ndipo Mungu akatokea akamwambia, nimekuona wewe uko na imani na mimi. Kuja hapa. Hebu angalia hapo nyuma yako, ni nini hiyo unaona hapo? Akamwambia ninaona kama ni kondoo kwa hapa kaupe. Akamwambia chukua hako kakondoo unitolee sadaka, acha na mtoto wako. Mrudi na yeye huko nyumbani. Na Maria anasema kwamba walipokuwa wanarudi, Isara aliwaona na akaanza kuuliza, kwani mlikuwa mmeenda wapi? Imani. So imani ni bayana ya mambo yatarajiwao, yasiyoonekana. Isaka ndiye atolewa sadaka, alitolewa by faith. Hakutolewa tu kwa sababu ya kutolewa. Aliamua kumtoa ambaye ni baba yake Isaka, kwa sababu ya kwamba yeye aliamini kwa Mungu. So when you have faith to him, you can access him. You cannot access God if you can't trust him. You can't have faith in him. Kama muamini Mungu, huwezi mu-access. Utamu-access mpendo wa Mungu wakati ambapo utakuwa na imani. James chapter number 1 verse number 6. James ni Yakobo
chapter number 1 verse number 6. Biblia inasema hivi, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yeyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lilochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Imani. Kwa hivyo naombaye aombe kwa nini? Kwa imani. Kwa hivyo imani, pasipo imani mtu anakaa kama wimbi la bahari linapigwa na upepo. Kwa hivyo kuna watu ambao wanakosa imani. Ukikosa imani mpendwa, you cannot access God. Faith. Faith. To access God, you must have faith in him. You must have faith in him. Faith. Hebrews chapter number 11 and verse number 30. Turudi hapo Hebrews. Katika imani. 11 chapter 11 verse number 30. Biblia inasema, kwa imani ukuta ya Yeriko, ukuta za Yeriko zikaanguka zilipokwisha kuzungukwa siku 7. Faith. Kwa hivyo ukuta wa Yeriko ili ukapate kuanguka ilitegemea imani. Wale watu wakati hapo Joshua alipowaambia kwamba zunguka huu mlima, hii ukuta, mzunguke siku 7. Kila siku mzunguke, kila siku mzunguke, kila siku mzunguke. Itakapofika siku ya 7, hii ukuta itakuwa imeanguka. Na watu wa Joshua walifanya hivyo. Wakazunguka ile mlima. Ndipo Joshua chapter 6. Soma hapo utaelewa. Wakazunguka ukuta wa Yeriko. Wakazunguka siku ya kwanza na ya pili mpaka siku ya 7. Walisema kwamba kwa sababu ya imani ukuta wa Yeriko ulianguka. Kwa hivyo hawakuchukua shoka, hawakuchukua silaha yote ile ili wapomoe ile ukuta, but walipomoa ukuta by faith. Kuna vitu ambazo zinahitaji imani yako ili ukaweze kuaccess Mungu. Pendwa, inakuhitaji uweze kuwa na imani kwake Mungu. Umwamini Mungu. Umwamini kwa njia kubwa. Utamu access. Ndio maana Biblia inasema kwamba Yeriko ilianguka by faith. Haikuanguka kwa sababu ya nini? Ni by faith. Amen. Hebrews 11:11. Nasema kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Sara licha kwamba alipita miaka ya kukua na mimba, alikuwa amepita menopause, lakini Maria sasa kwa imani alipata kukua na mimba, alipata uzao, alipata uzao by faith. Kwa imani Sara alipata mimba. Lakini Sara hata yeye alifika mahali akadauti. Sasa malaika wanakuja wanamwambia, wewe utapata mimba. Sara akacheka akasema, ai naye wacha kunidanganya hapa bwana. Mimi nimetembea mpaka tumbo imeshikana hivi. Hata mtoto atakaa hapa aje na atafinywa na tumbo. Na mimi hata mwenyewe hata kutembea yenyewe ni shida. Sasa nikute tumbo imeenda huko mbele. Sasa itakuwa aje nikitembea? Mimi siwezi hiyo. Akacheka sana. Malaika wakamwendea Abraham wakamuuliza, kwa nini huyu mke wako anacheka? Mungu akasema wacha nione mwenyewe. Akaenda akauliza Abraham, kwa nini mke wako anacheka? Abraham naye ni kama alikuwa na hekima, hakujibu Mungu. Mke wake akajibu haraka, mimi sichacheka. Akamwambia wewe umecheka. Umecheka. Akamwambia ni jambo lipi hilo ambalo haliwezekani kwangu? Utapata mimba. Na kwa imani basi Isaka alipata kusaliwa by faith. Kwa hivyo wakati hapo mpendwa utakuwa na imani, you can access God. Na unapo access Mungu unamwomba chochote unachokitaka. Faith. Faith.
Bwana asifiwe sana. Ninapoenda kumalizia because of time. There is what we call confidence. Confidence. Watu wengi ukosa kuaccess Mungu because of lack of confidence. But when you have confidence to your God, my brother, my sister, you will access him. Confidence. Hebrews chapter number 10, verse number 35. 10 verse 35. Hebrews. Linasema hivi. Hebrews ndio Waebrania. Basi musitupe usachiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Musitupe confidence yenu. Musitupe confidence yenu. Usachiri wenu musitupe. Kwa hivyo when you have confidence, mpendo, usikubali kutupa. Usikubali kutupa. Wacha nikusomee Kisungu. Nakuanga na pasoni sote hapa. Lakini wewe hata una Biblia. Shida yako ni hiyo. Wewe hakuna Biblia uko naye, si ya Kiswahili, ile yenye uko nayo ya simu. Ya simu yenyewe umechana pornography. Hebrews chapter number 10 verse number 35. Yasema, therefore do not cast away your confidence, which has a great reward. Do not cast away your confidence. Usitupe usajiri wako, usucha wako mpendo. Confidence. Do not cast away your confidence from God. Usikubali kutupa hiyo confidence mbele za Mungu. Your confidence to God. Hata liwe aje, usipoteze confidence. One thing I know, wakati hapo wa COVID-19 ilikuja, kenye sikukubali kupoteza ni usucha wangu kwa Mungu. Confidence yangu na Mungu nilikataa kutupa. Hata kama walisema tukisalimia mtu ako na corona, hasa utakamatwa na hiyo corona, mpaka wakafika mahali wakasema tusiwekelee watu mikono, niliacha kupoteza my confidence before God. Kwanza hiyo corona ndio mimi nilikuwa nawekelea watu mikono sana. Hapo ndio nilikomboa msichana mmoja ambaye alikuwa amefungwa na madevil worshippers. Sasa yeye ndiye alikuwa na supply corona. Na hapo ndipo corona iliishia. Hapo ndipo corona iliishia. Genda kwa YouTube. Unajua hii mambo mengine saa zingine nakwambianga unaona kama mimi ni wazimu. Lakini hizo vitu ziko kwa mtandao. Nikikamata hiyo pepo ambayo ilikuwa inapeana corona. Na hapo ndipo wakasema sasa hii corona tulikuwa tunakuja kuua watu. Sasa tumeondoka. Na hapo ndio corona iliondokea. Corona ilikuwa ugonjwa, ilikuwa ni pepo. But I refuse to cast away my confidence before God. Imani na usicha wangu na Mungu sijawahi kubali kupoteza. Na hiyo siwezi kubali. Because I know if I can cast my confidence from God, I have nothing I can do. I cannot cast away my confidence. Ukiona mtu ambaye amepoteza confidence kwa Mungu mpendwa, kuna vitu ambazo hawezi akasipokea because hana confidence. Hana confidence. Kila ambacho hata katika viongozi wetu wanajaribu kutufanyia. Hapa wanatafuta maaskari watupiganga matia gasi na malizazi. Ni ile tupoteze confidence ya kutetea haki yetu. Ni confidence wanatafuta kupoteza. Maana watu wataingiwa na uoga. Na watu wakiingiwa na uoga hawakuagi na confidence. Wakipoteza confidence wanaweza wakafanyiwa chochote. Napendanga sometimes kina Papo Wino na kina Olengo. Mimi napendanga watu sucha. Napendanga watu wako na roho ya usucha, si watu wa kuyumba hapo, wa kutishiwa hapo wanaogopa kufa. Kufa mtu anakufanga siku moja, na kuzaliwa siku moja. Na hakuna mtu hawezi kufa. Bora tuko duniani utakufa tu. Hata kama utauliwa na risasi utakufa. Hata kama utauliwa na sumu utakufa. Hata kama utauliwa na gari utakufa. Kifo ni kifo. Ni utafauti wa kifo tu. Lakini kifo lazima utakufa. Wewe usikubali kupoteza confidence yako na Mungu. Hata kama unaambiwa unakufa kesho, remain confidence to him. Mwambie Mungu mimi niko hapa na sikufi.
Daudi anafika mahali anasema kwamba mimi sitakufa, nitaishi, nitatangaza wema wa Bwana. Alikataza kupoteza confidence. Refuse to cast away your confidence before God. Hata kama majaribu yatakuja aje, kataa kupoteza confidence yako. Your confidence before God. Hebrews chapter number 4 verse number 16. 4 verse 16. Tusoma hapo na wewe. Inasema hivi, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in this need. Kwa hivyo tuweze kwenda basipo kupoteza hiyo confidence, ndio tuweze kuingia katika hiyo throne. Sasa nikusomea Kiswahili. Verse 4 verse 16. Basi na tukalipie kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata rehema ya kusaidia wakati wa mahitaji. Ujasiri. Tukalipie kiti cha rehema, na kwa nini? Ujasiri, confidence. Kataa kupoteza ujasiri wako. Ujasiri wako, confidence yako. Hata kualipika aje, remain constant, remain stand, do not lose your confidence. Wala Waisraeli wanafika kwa mto na wanaona mto uko hapa mbele. Tukiangalia hii milima ingine hatuwezi panda. Tukiangalia hapa nyuma ndio hao maadui tumetoroka wanatufuata. Sasa tufanye aje? Wakapoteza confidence. Naye Musa akaona sasa hapa sasa kutaenda aje. Musa akageuka akamulilia mzee, akamwambia mzee, kwani Mungu ulifanya aje? Sasa hapo ndio unatuachia hapa tukufia hapa. Mungu akamwambia, we ambia watu waende mbele. Mimi niko na wao. Wasonge mbele. Mimi nitakuja. Kwa hivyo watu wanahitaji waelewe ya kwamba do not lose your confidence before God. Usipoteze ujasiri wako kwa Mungu mpendwa. Amen. Katika hapo unaposoma katika Genesis chapter number 35 verse number 25, turudi pale mwanzo. Genesis chapter number 34 verse number 25. 34:25. Biblia inasema ikiwa siku ya tatu walipokuwa wakiumwa sana wana wawili wa Yakobo, Simoni na Lawi nduguye Dina, wakatoa kila mtu upanga wake, wakauchia mchi kwa ujasiri, wakawaua waume wote. Waliwakujia kwa nini? Ujasiri, confidence. Walitoa upanga wao wakaenda, na walipoenda waliwaua wanaume. Kwa sababu ya nini? Ujasiri, confidence. Kwa hivyo unapoenda kwa Mungu ukiwa na confidence, unajua watu wengine kwa sababu ya dhambi imepoteza confidence zenu kwa Mungu. Unapotaka kuomba unasikia kabisa dhamiri yako inakuondoa hiyo. Una hiyo ujasiri kwa Mungu. Ujasiri hauna, hiyo confidence kwa Mungu hauna because of your sin. Dhambi upoteza mtu confidence. Unaanza kuomba, unafika mahali unakumbuka umefanya dhambi. Unarudi tena unaanza kutubu. Sasa ile confidence yako na Mungu inaanza kupungua. Unapofanya mabaya inapunguza ile confidence. So my brother and my sister, you need to have strong confidence, ujasiri mkubwa mbele zake Bwana. Ujasiri. Amen. Be strong. Have confidence before God. Tunapoenda kumalizia because of time siwezi maliza hiyo topic. Na hapo tuende Ephesians chapter number 3 and verse number 12.
Ephesians chapter number 3 verse number 12. Ephesians ni wa Efeso Ewe ni baba, wewe ni baba yangu we. Chapter 3 and verse number 2. Inasema hivi, if indeed you have heard of this dissipation of the grace of God, which was given to me for you. And kwa Kiswahili confidence, do not cast away your confidence before God. Maana ukipoteza confidence yako na Mungu mpendwa, basi bila shaka kuna vitu ambao huwezi ukamfikia. Chapter number 3 verse number 2. Nasema ya kwa Kiswahili ya kwamba kwa kufunuliwa nilichulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Hiyo siri. Sasa na mimi siri nimeweza kukuambia kwa maneno haya machache. Tuende verse number 12 pia uelewe hapo. Hapo ni verse 2. Tuende verse number 12. Hapo sasa ndio inaandika ile nasema ile clear. Katika yeye tunayo ujasiri na uwezo wa kukaripia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Ujasiri. Katika yeye tunayo ujasiri. Katika yeye tunaye ujasiri. We have confidence. Let me read in Kisungu. Inasema in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. With confidence through faith in him. With confidence. With confidence. Kwa imani kwake. Kwa hivyo tunaye yule ambaye tuko na imani kwake, na katika ile imani kwake basi tuko na ile confidence. Confidence. So to access God is to have confidence in him. You cannot access him if you have no confidence. Kama unamuogopa Mungu huwezi ukaingia hapo. You have to have confidence in him. Mwambie Mungu nimekuja, wewe ni baba yangu. Unajua ukiona hata yule mtoto ambaye anapenda kuitisha baba yake kitu sana, huyo mtoto haogopangi baba yake na baba yake anampatianga vitu. Lakini kuna watoto wamepewa uoga mpaka wamepoteza ile confidence kwa baba yao. Hawezi wakamuitisha kitu. Sasa inabidi wapikie mwingine. Wamwambie sasa wewe hebu tuitishie. Kuna watoto hawezi face baba yao hivi. Ile uoga wamepewa. Wamepewa kama ile ya Ruto amepewa wa Kenya. Mpaka wakitaka kumfikia hawawezi. Wanasema tukienda huko tutapigwa risasi. Ile confidence imepotea kwa sababu ya uoga. Sasa naye Biblia inasema kwamba tunaye yule ambaye tuna access kwake by faith through confidence. Through confidence. Kwa hiyo mtu wa Mungu ni lazima aelewe ya kwamba ukaweze kuwa na roho ya confidence, ujasiri mbele zake Bwana. Unapokuwa na hiyo roho ya kutogopa, roho ambaye ni ya usujaa, roho ambaye ni ya confidence, mpendwa, hapo ndipo unakuta kwamba utakutana na huyu Mungu. Utaweza ukamuaccess. Unaweza ukamkaripia kwa sababu ya kwamba you have confidence in him. Don't fear your God. God is your father. Usiwe kama mtoto yatima. Mtoto yatima akibaki kwa anti zake na kwa ango zake, ana ile ujasiri ya kuitisha chochote anachokitaka.
Lakini yule mtoto ambaye aliye na wazazi wake anaitisha kila anachokitaka because ako na hiyo confidence ya kwamba yeye ni mtoto wa nyumba hiyo. Lakini wale watoto ambao si kwao hawana hiyo confidence ya kufanya kila wanachokitaka. Have confidence to your God. Have confidence to your God. Naomba kumalizia hapo kwa sababu ya muda. Na Mungu akinichalia tutaendelea na hiyo topic because I need people to know the way they can access God. The reason why I'm teaching this is to you to understand how you can access your God. How can you teach your children also to access God? How can you teach your wife, your husband, your parents to access him? Elewa jinsi gani ya kumfikia wewe mwenyewe. Unaweza ukamkaripiaje? Huwezi ukamkaripia kama ujui. Huwezi ukatoka tu ati mtu anatoka popote kule anaenda kwa Mungu. Hawezi. Huko kwa Mungu naye kuko na milango imefungwa. Mpaka ujue jinsi ya kupigana hapo, mpaka uingie hapo. Mpaka ujue jinsi ambapo utakayeweza kufika, upenye. Yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Mbeuko Marko chapter number 5. Mariko anasema kwamba kuanzia mstari ule wa 25. Anasema kwamba yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Alikuwa ametumia mali yake yote kwa matibabu lakini asipata kitu. Lakini siku moja akasikia kuna mzee anapita hapa ambaye ni Yesu. Na akasema huyu mzee nasikia anaponya. Huyu mzee ninathamua leo. Nitaenda. Na alipoenda, Mariko anasema kwamba alipofika basi alikuta kusanyiko ni kubwa. Na kwa sababu ya ile kusanyiko ni kubwa, hata akashindwa atafanyaje. Ilibidi ajipenyeshe mpaka akagusa pindo lake. Na hapo ndipo aliponea. Hakutaka kujua. Alingangana. Akangangana mpaka aguse tu pindo lake. Nafikiria Yesu naye alikuwa amezingirwa na wanafunzi wake kama security wa leo. Wamemzingira kama vile wanaonanga rais akienda mahali. Amezingirwa na jeshi kila mahali. Mimi nikiangalianga hiyo mkutano wa rais, jeshi ndio wengi kuliko wananchi. Sasa na wao Yesu naye alikuwa amezingirwa na hiyo jeshi yake. Amezingirwa kila mahali. Lakini wali access, yule mama ali access kumfikia. Akajipenyesha nyuma ya hao wazee, ya hao JSU, akasema nitafika mpaka nimfikie hata kama kutakuwa aje, kama ni mbaya ni mbaya. Na akaenda akaguza pindo lake. Na alipoguza hilo pindo la Yesu, Maria sema alipona. Kwa hivyo na wewe mpendwa, jipenyeshe kwa njia zote zile ukaweze ku access your God. Na utakapo access, maisha yako itabadilika. Learn the way you can access your God. Naomba kumalizia hapo. Kile nataka nikuache nikisema hivi, mtu wa Mungu, ya kwamba katika muda wote nimechukua kufundisha. Chukua hata kama ni mambo mawili ya kusaidia ku access God. Na utakapo access hivi Mungu, utamkuta unamwambia mzee, mimi nimekuja. Anakuuliza, unataka nini wewe kijana yangu? Ama wewe msichana wangu, unataka nini? Na usimfiche, mwambie mimi nataka gari. Mimi nataka shamba kubwa. Mimi nataka neema. Wewe mwambie kenye unataka. Mimi ile yake akiniambia, kijana kuja hapa nikuongelesha, ama mzee, kuja hapa nikuambie kitu. Naenda haraka. Halafu nikifika huko akiniambia, unataka nini? Namwambia nataka shamba la kujenga kanisa. Eka ngapi? Eka 100. Na nini nyingine? Nataka vyombo. Vyombo ngapi? Za milioni 10. Ndaanza kumpangia vitu hapo mpaka ataniambia, "Oh, uko sawa?" Namwambia, "Niko sawa mzee." Lakini kile ninachotaka ninampangia mpaka atashindwa. Hii mambo itakuwa aje? Mimi siwezi enda kwa rais hapo. Ati mimi naenda hapo nimejifunga kikolino hapo. Ati naenda nikifika hapo nipewe ati sio 10,000. Hiyo ni kusema nini? Mimi siwezi waste my time hivyo. Ni aniite, aniambie unataka nini? Nipe uwanja wa kujenga kanisa. Eka ngapi? Eka 500. Oh, naenda hapo nadanganywa na shilingi 10,000, 2,000. Si aniite leo, aniambie kuja hapa nikuambie. Haona vile nitamuitisha vitu. Nitamuitisha vitu mpaka ashinde, kwani huyu kijana alikuwa amenipangia. Do access God. Unaenda unamwambia baba, mimi nimekuja na ninataka hiki na ninataka hiki na ninataka hiki.
Akikwambia sasa hii sina, mwambie mimi niko hapa sitoki mpaka unipatie. Unadhani mwaka nilikuwa shule? Nilikuwa nikitaka kitu ninasema siende shule mpaka siku ile nitanunuliwa. Sasa wanaona huyu kijana anakaa nje hataki kwenda shule, baki inabidi waninunulie. Hata kama wataninunulia mbaya hivyo, lakini wataninunulia. Sasa hiyo ndio njia nilikuwa natumia. Sasa na wewe goma, tafuta njia hizi ambazo nimekufundisha to access your God. Ukifika huko mwambie baba nimekuja. Na sitoki hapa mpaka unipatie hiki. Hata akiamua ukae huko si ukae. Si lazima ukuje hapa na utarudi huko. Kaa hapo mbinguni ukae mpaka siku ile atakupa hizo vitu. Na kama hata kupatia ukae uishi huko. Ufanyike malaika huko muendelee na safari. God bless you so much. Basi mimi nataka niombe na wewe. Na chukua maji yako hapo nyumbani. Ili tukaweze kuomba. Na kwa sababu nimekufundisha kuhusu confess your sin, basi ni wakati wako confess your sin. Kama uko hapo hujaokoka. Si sawa kufundisha njia moja ya kuaccess. Sasa uko mmoja ambao ni mwenye dhambi. And you need to access your God. Now is the time to confess your sin. Urudie mambo ya nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, natubu dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, nimetambua kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimetubu dhambi na makosa yangu. Bwana unisamehe. Karibu ndani yangu. Fanya makao ndani yangu. Unifanye kuwa mwanao kwa jina la Yesu. Nimekataa shetani na kazi zake. Kuanzia leo Bwana Yesu, nimeokoka na hata nimeamini. Sema amina. Basi uko hapo ungependa tuombe na wewe. Chukua hiyo maji tuombe. Hayo maji ninapoyaombea yanakuwa na uwezo wa Mungu. Yatafanya kazi hapo kwa nyumba yako. Tafanya kazi hapo kwa gari. Tafanya kazi hapo kazini kwako. Popote kule uliko. Unapoamini Mungu ataachilia neema hiyo. Na Mungu atakuweka huru kwa jina la Yesu. Basi nyosha mkono wako moja ukielekeza kwenye screen, hiyo nyingine ukiwa umeshikilia maji yako. Wala ambao mnatumia mitandao yote ya kijamii unaweza ukaelekesha kwa screen yako. Wala ambao mnatumia runinga the same, wala ambao mnasikiliza kupitia radio, basi unaweza pia kufanya njia ya kushika radio yako kwa ishara connection yako na Mungu wako. Basi tuombe tunapomaliza ibada hii. Baba, katika jina la Yesu, Mtakatifu mwenye uwezo na mwenye mamlaka, na kuinua ni kwa ajili ya huyu mpendo ambao amekiri kwamba wewe ni mkosi wa maisha yake siku ya leo. Namuombea baraka zako na uwezo wako. Nakataa kila roho ya dhambi ndani yake. Kuanzia leo hakuna roho ya kumrudisha nyuma katika jina la Yesu. Baba, ninaachilia roho wako juu yake, nguvu zako na uwezo wake kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu ambaye aliyenisikiliza na aliyepata kunitazama. Aliye Kenya na aliye nje ya Kenya. Nabariki maisha yao na laani kila ibada kinyume na maisha yao. Madhabahu ya Freemason, Devil Worshippers, Illuminati, wakuu wa anga, madhabahu yote ya baharini, Masoni Kitembo, baharini spirit, natangaza hasina uwezo na hasina mamlaka kwa jina la Yesu. Natuma moto kila bahari wake moto. Kila nguvu zote za utawala wa giza ikakamatwe na moto wako kwa jina la Yesu. Natangaza moto kwa anga zao, natangaza moto kwa njia zao. Wakutana na uwezo na nguvu zako kwa jina la Yesu. Naomba kwa ajili huyu aliye mgonjwa apone, huyu anayelia kwa ajili ya ndoa yake ipone. Huyu ambaye ana mtoto apokee mtoto. Huyu ambaye Bwana amekosa kazi apokee kazi. Huyu ambaye analia Bwana kwamba amefika mwisho akapata mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Huyu Bwana wa majeshi amefinyiliwa na madeni, naondoa hiyo roho kwa jina la Yesu. Huyu Bwana amefinyiliwa na mateso ya ulimwengu huu, na muondolea kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninabariki haya maji kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Igawe na uwezo na mamlaka yako Bwana. Ikaponye na ikaondoe kila aina yote ya utawala wa giza. Baba, kwa jina la Yesu, nimeachilia Bwana baraka zako kwa watu wako kule nyumbani. Naachilia baraka kwa wale ambao wanasafiri. Naachilia baraka kwa yeyote yule aliyepata neno lako na atakayekuja kulipata. Baba, kwa jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, tenda miujiza na ishara, julikane kwamba wewe yupo. Hujabadilika Bwana tangu zamani hata hivi leo. Kwa jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya huyu Bwana anayetoa sadaka yake. Nabariki Bwana kazi ya mikono yake. Baba, ukawatende mema na ukawainue.
Tawala wana na wabariki Bwana. Na wafungua milango yao Bwana, waachalie wakati mwingine Bwana wakapata kukutolea. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Kunywa hiyo maji. Basi bila shaka Mungu amekubariki na Bwana amekutenda mema kwa ajili ya kutenga muda wako kunisikiliza. Na uko hapo ungependa kunifikia kwa my prayer line or what we call for giving your sacrifice or your offering, basi unaweza kutumia namba hii ambayo ni 0717 358579 au kwa wale mko Kenya 0746106163. Bwana wabariki na watende mema. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki na ibada hizi, basi kutoka kwangu mimi sina la ziada. Na waga nikisema Shalom, God bless you. Tukutane wakati mwingine majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mungu atakaporidhia na atakapotupea nafasi hiyo. Mungu awabariki na watende mema. Shalom, 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 shalom. Tukutane majaliwa yake.